ibada jioni ya leo, natoa mwaliko tushiriki pamoja ibada tena kesho asubuhi. Wewe unayeweza njoo kanisani asubuhi. Ibada zinaanza saa 12 kamili mpaka saa 12:45. Kama unashindwa kabisa kuja kanisani, nunua bando, ni kwa faida yako mwenyewe. Tumeona leo asubuhi ya kwamba watu waliofanikiwa katika Biblia wengi walikuwa ni watu wa asubuhi. Wakati dunia bado imelala, watu waliamka na kumtafuta Mungu. Dunia inapoamka, watu walishafika mbali, walishamtafuta Mungu. Tuliona vile ambavyo Ayubu alikuwa anatoa sadaka kila siku asubuhi, anatoa sadaka kwa ajili yake na familia yake, na Mungu alimtendea wema. Daudi alikuwa anafanya maombi ya asubuhi. Tukaona vile ambavyo hata Yesu mwenyewe wakati bado dunia imelala alikuwa anaamka na anafanya ibada. Kwa hiyo niwaalike wote wale ambao hatujawa na utamaduni wa kushiriki ibada hizi, njoo tushiriki ibada hizi. Na kwa kweli kesho ingekuwa ni siku ya muhimu sana. Ningekualika njoo tusali pamoja, na ukishindwa kabisa we kama bando ili tusali pamoja, na naamini kabisa kwamba kuna mtu mmoja kesho atafunguliwa vifungo na ataipata hatima ambayo Mungu alikusudia kwa ajili yake. Jumapili tumetoa mwaliko kwa kanisa, itakuwa ni siku maalum ya kufunga na kuomba. Tutaombea mikutano ya makambi iliyo mbele yetu, lakini pia tutaombea mambo mbalimbali, mambo yetu binafsi. Tutasema ratiba kamili siku ya Sabato, lakini basi Jumapili tutakuwa hapa kanisani, tutaomba, tutamuita Bwana kwa ajili ya masuala ya makambi pamoja na mambo mengine ambayo tutakuwa tukiyaombea. Sasa jioni ya leo, kwa dakika chache ambazo zimesalia, nimesema mada yetu itakuwa ni nguvu ya kukamata, na tutaangalia destiny connections and divine networks, ama kwa Kiswahili miunganisho ya kiungu katika maisha ya hatma. Ambao wanafuatilia ibada za asubuhi watafuatilia kwa urahisi zaidi, lakini basi hata kama hujashiriki ibada za asubuhi, bado Bwana ana neno kwa ajili yako, na hakika tutaenda pamoja katika jioni hii. Labda nianze kwa kusema, katika safari ya maisha ya mwanadamu hakuna mafanikio ya kweli yanayotokea kwa bahati au juhudi za mtu mmoja. Leo asubuhi nilisema mafanikio yako hayako ndani yako peke yako. Mafanikio yako attached ama yamefungamanishwa na watu wengine. Unaweza ukafanya juhudi peke yako, lakini nikwambie, ili ufanikiwe, juhudi za peke yako ni za muhimu, lakini unahitaji watu wengine katika mafanikio yako. Sasa unajua, Mungu wa mbinguni ni Mungu wa miunganisho. Hii miunganisho nimetafsiri neno connections. Mungu wa mbinguni ni Mungu anayeunganisha. Yeye hupanga watu kukutana kwa makusudi ya kiroho ili kutimiza hatima fulani. Unatoka asubuhi unakutana na watu mbalimbali. Natamani Mungu atupatie macho ya kiroho. Kila unayekutana naye ujiulize, huyu mtu kwa nini Mungu amenikutanisha naye? Hatukutani na watu ili amradi tu. Kuna watu ambao Mungu anatukutanisha nao kwa sababu za kiroho, na ana makusudi ya kufanya sisi tukutane na hao watu ambao tunakutana nao. Mwandishi mmoja ameandika kitabu, anasema hata wazazi wako, au niseme kwamba kabla wewe hujazaliwa, Mungu alikuwa na picha yako. Alitaka utokee ambapo uko. Akawaza, nitampataje mkundi hivi alivyo hivi mkundi, kwa maana ya muonekano, mafikara yake na vile tu alivyo. Mungu alishamchora. Mungu alifanya baba yake mkundi na mama yake mkundi wakutane ili huyu bwana apatikane. Whoever you meet, there is a purpose. Kwa hiyo watu ambao tunakutana nao kuna makusudi ya kwa nini tunakutana nao. Hapa ndio tunazungumza kuhusu destiny connections na divine networks, yaani miunganisho ya kiungu inayounda mtandao wa maisha ya mtu kuelekea kusudi la Mungu.
Kuna watu unakutana nao, Mungu anataka kupitia watu hao ufikie kusudi lako, lakini sio kila mara huwa tunatambua. Sasa hii sikiliza vizuri, hii itakusaidia, isikilize vizuri. Kuna watu ambao utakutana nao sio kwa sababu ya uwezo wako wala kwa sababu ya uwezo wao, bali kwa sababu ya mpango wa Mungu. Wako watu ambao utakutana nao, watu hawa wanaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yako kwa dakika moja tu ya mazungumzo au hatua moja ya msaada. Wewe ni shahidi, kuna mtu uliwahi kukutana naye katika maisha yako, na ulipokutana naye maisha yako hayakubaki vile vile, yalikuwa affected either kwa wema au kwa ubaya. Wako watu unakutana naye, lakini kitendo cha kukutana naye kinabadili mwelekeo wa maisha. Kama mtu hana ufahamu wa miunganisho ya kiungu, anaweza kupoteza mlango ambao Mungu ameufungua. Kuna mtu unakutana naye, huyo mtu ndio kwa kweli ufunguo wa safari yako anao, lakini kwa sababu macho ya rohoni hayapo, unapoteza fursa kwa sababu hujaona vile Mungu anataka uone. Hujaona vile Mungu anataka uone. Sasa destiny connections ni miunganisho ya watu ambayo Mungu ameipanga ili kusaidia mtu kufikia hatima yake. Sikiliza, miunganisho hii ni mfumo wa kiroho unaounganisha watu. Unaunganisha watu na fursa na majira kwa ajili ya kusudi moja la Mungu. Hii ina maana kwamba maisha ya mwanadamu si mfululizo wa matukio ya bahati. Sikiliza vizuri, maisha ya mwanadamu sio mfululizo wa matukio ya bahati, ni mtandao wa kimungu unaoongozwa na Mungu mwenyewe. Kila mtu ana nafasi katika mtandao huo, iwe anajua au hajui. Niseme hapa tena, nimewahi kusema wakati uliopita, yote yanayotokea katika maisha yako ni Mungu anayaongoza, na kuna wakati Mungu anakukutanisha na watu kwa kusudi lake, na anataka mambo fulani fulani yatokee. Ndio sababu hakuna kinachotokea katika maisha yako kwa bahati. Wakristo hatuna bahati. Sijui kama nitaeleweka. Niseme Wakristo hatuamini katika bahati, tunaamini katika mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Hebu kama unaelewa punga mkono wako hewani. Haleluya. Hatuamini katika bahati, tunaamini katika mapenzi ya Mungu. Ndio sababu kama nikipata, nimepata kwa sababu Mungu ametaka nipate. Nikikosa, nimekosa kwa sababu Mungu ameruhusu nikose, na hakuna jambo kama bahati. Kwa hiyo nimesema kwamba miunganisho ya kiungu ni mfumo wa kiroho. Hii ina maana kwamba maisha ya mwanadamu sio mfululizo wa matukio ya bahati, ni mtandao wa kimungu unaoongozwa na Mungu mwenyewe. Kila mtu ana nafasi katika mtandao huo, iwe anajua au hajui. Sasa sikiliza hii. Biblia inaonyesha kwamba Mungu hupanga mikutano ya kiungu kati ya watu, na kwa kila mkutano kuna kusudi. Natamani sana tulielewe hili. Unajua, katika dunia ya leo, nisikilize vizuri hapa, tuna bahati mbaya ya kuchukulia mambo kwa wepesi. Kuna baadhi yetu hapa hatujuagi kuchukulia mambo kwa uzito. Kila kitu ni chepesi, kinatokea kitu ni chepesi. Lakini jioni leo tunaitwa kutochukulia mambo kwa wepesi. Mambo yanapotokea, muulize Mungu, hii maana yake nini? Na Mungu atakuonesha. Kuna watu ambao tunakutana nao wanatueleza mambo magumu, lakini tunachukulia kawaida. Kuna matukio yanatokea, tunachukulia kawaida kwa sababu tumekuwa na kasumba ya kutoyapa mambo uzito. Kwa hiyo nachosema ni kwamba Biblia inaonyesha kwamba Mungu hupanga mikutano ya kiungu kati ya watu, na kwa kila mkutano kuna kusudi. Kila unayekutana naye muulize Mungu, huyu nimekutana naye ili iwe nini? Kuna kusudi kwa kila mtu ambaye unakutana naye. Wakati mwingine mtu mmoja anaweza kuwa funguo ya mlango mkubwa katika maisha ya mtu mwingine. Tumeona asubuhi ya kwamba waliofanikiwa
kuna mtu alikuwa na mchango. Watu wengi waliofanikiwa, palikuwa na mtu alikuwa na mchango. Tumeangalia asubuhi, niseme kidogo tena, mtu kama Yusufu amekutana na mnyweshaji jela. Yule mnyweshaji anaota ndoto akiwa jela. Anapoota ndoto, Yusufu anampatia tafsiri ya ndoto mnyweshaji. Anapotoka jela, mnyweshaji anaenda kufanya kazi ikulu. Akiwa ikulu, mfalme anaota ndoto. Ile ndoto inamtatiza mfalme. Mfalme anahangaika. Mnyweshaji anamwambia mfalme ya kwamba kule jela kuna mtu anaitwa Yusufu, akija hapa atakupatia tafsiri ya ndoto yake. Kwa sababu ya neno la mnyweshaji, Yusufu anatoka jela, anaenda ikulu, na maisha ya Yusufu yanabadilika siku ile ile. Yusufu alikutana na mnyweshaji kwa sababu Mungu alikuwa na kusudi. Umekutana na wanyweshaji wengi maishani mwako na hujawatambua. Umepoteza fursa kwa sababu hukujua wanyweshaji ndio watu ambao wamebeba destiny ya maisha yako. Yusufu alimwambia mnyweshaji, najua utatoka, na ukitoka nenda kanisemee. Alimwambia, ukisoma kitabu cha Mwanzo pale, alimwambia. Na kweli mnyweshaji of course alipotoka alimsahau Yusufu, lakini kwa sababu mfalme aliota ndoto ikatrigger, akakumbuka, na Yusufu akapata destiny yake katika maisha. Ili ufanikiwe katika maisha haya, of course Mungu anatusaidia, lakini wakati fulani unahitaji mtu atakaye kusemea kaneno kazuri. Nimesema asubuhi, kuna watu wamepanda vyeo kwa sababu kuna mtu aliwasemea kaneno kazuri. Kuna watu wamepata kazi, kuna watu wameolewa kwa sababu kuna mtu aliwasemea kaneno kazuri. Kuna mahali ambako wewe hufiki, kuna mtu anafika, inamhitaji yule mtu akaseme vizuri. Cha kusikitisha ni kwamba wengi wetu tuna watu ambao kazi yao ni kutusemea vibaya. Nimewahi pata mkasa mmoja, palikuwa na costa 2 zinakodishwa. Watu wanataka kukodisha costa moja nzuri sana na bei zinafanana. Moja ina kiyoyozi, costa safi, bei nyingine ni ya kawaida tu. Wale mabwana wakaenda kukodisha costa, wakachagua costa nzuri, ina mapazia, ina AC, wakasema tutachukua hii. Bwana mmoja akakatiza, akasema sawa bwana, chukueni hiyo. Mnachukua costa imetoka kubeba maiti muda sio mrefu, lakini basi ndio mmeamua, chukueni tu. Si kweli kwamba ile costa ilibeba maiti, ni uongo. Alisema tu, na unajua aliposema hivyo kwamba costa imetoka kubeba maiti, wale watu wakaangaliana, wakasema tunashukuru, tutachukua hii. Ile costa nzuri waliiacha, wakachukua costa nyingine. Na sio kweli kwamba costa zimepaki zote tangu jana, tangu asubuhi. Hamna costa iliyobeba maiti, na hata kama imebeba maiti, kwani shida iko wapi? Lakini mtu alizungumza tu vibaya, na kwa sababu ya neno lile, wale mabwana hawakuchukua costa nzuri, wakachukua costa ile mbaya mbaya. Kuna mtu ni costa nzuri, yaani wewe kama ni uhasibu, ni mhasibu mzuri, una sifa zote, you are hard working, hapa uko vizuri, hujapata mtu akukusemea vizuri. Kila anayekusemea anasema ni costa imebeba maiti muda sio mrefu. Kazi zinakuja zinakupita, fursa zinakuja zinakwenda, kwa sababu wamekuzunguka watu ambao hawakusemi vizuri. Mnyweshaji anapoenda kwa mfalme, anamwambia yule kijana anaweza kukupatia tafsiri ya ndoto, na mnyweshaji akawa ni destiny helper wa Yusufu. Yusufu akatoka kwa sababu ya neno la mnyweshaji. Na sio huyo peke yake, kuna mifano mingi kwenye Biblia. Mtu kama Daudi anasaidiwa na Jonathan. Wakati mfalme anapanga njama za kumuua Daudi, Jonathan anamsaidia. Kwa hiyo we need people who will speak good about us. Na watu ambao tunakutana nao kuna sababu. Niseme sasa, nisisitize kwamba usichukulie mambo kwa wepesi. Watu ambao wanakutana nao, weka uzito na yape mambo seriousness. Unajua ni kweli kuyachukulia maisha serious sana wakati mwingine pia ni kukosea, lakini pia usiyachukulie maisha kiwepesi sana.
Yaani uwe balance hapo katikati. Usiwe very serious kiasi kwamba sasa mpaka umepitiliza. Lakini pia usichukulie mambo kiwepesi sana. Na kuna mambo katika maisha yana maana za kiroho. Usichukulie kiwepesi. Wasabato hatuamini sana katika mambo ya ndoto. Lakini mimi naamini kama Mungu aliongea na watu zamani kupitia ndoto, hata leo Mungu anaongea na watu kupitia ndoto. Hapa najua kuna debate kati ya wasabato na wasabato. Wengi wanasema hayo ni mapokeo tu. Zamani Mungu alikuwa anaongea na watu kupitia ndoto. Leo nini kimebadilika? Of course sio kila ndoto ni Mungu anasema na watu wake. Ndoto zingine nyingi ni matokeo ya kula wali maharage usiku, nimekula kiporo, basi unaota mandoto. Lakini kuna baadhi ya ndoto ambazo Mungu anakomunicate na watu wake. Hii kwa wasabato wengi ni controversial. Lakini mimi namwamini Mungu wa zamani ndiye Mungu wa sasa pia. Lakini kwa sababu we take things too light, kuna baadhi ya mambo ambayo hatuyapi uzito. Na hatujafundishwa hivyo. Tumefundishwa tu mambo mengine. Kwa hiyo nitoe wito kwako jioni ya leo, take things seriously. Na mambo yatakwenda sawa sawa. Sasa hebu tuangalie jinsi hii miunganisho ya kiungu inavyofanya kazi. Moja, miunganisho ya kiungu mara nyingi huanza kwa njia ya kawaida sana, lakini matokeo yake ni ya kipekee na ni matokeo ya kudumu. Wakati mwingine Mungu huleta mtu katika maisha yako kwa muda mfupi, lakini athari yake ni ya maisha yote. Unakumbuka wakati Ruth anaokota pale shambani, Boaz alimuona kwa muda mfupi. Kitendo cha Ruth na Boaz kukutana, maisha ya Ruth yalibadilika milele. Kwa muda mfupi tu. Unaenda kwenye daladala, uko wapi, kuna mtu unakutana naye bila kujua, kumbe ndio destiny helper wa maisha yako. Niseme pia kwamba sio kila divine connection inakuja na kelele au ishara kubwa. Nyingine inakuja tu kwa mazungumzo ya kawaida, kazi za kawaida, hata matatizo ya kawaida. Mungu hutumia watu kama milango ya kufungua milango mingine. Kuna baadhi ya milango katika maisha yako itafunguliwa na watu. Of course Mungu atafungua kupitia kwa watu wengine. Biblia inasema bila utambuzi wa kiroho mtu anaweza kuona divine connection kama kitu cha kawaida wakati ni divine appointment. Hebu angalia, nikupe mfano mmoja. Nitarudi hapa juu kidogo. Angalia, nataka tuangalie mfano wa mwanamke Mshunami. Mwanamke Mshunami alikuwa ni mwanamke tu, anaishi mji unaitwa Shunem. Na alikuwa na mali, lakini alikuwa hajaipata hatima yake. Neno linasema mwanamke Mshunami alikuwa hana mtoto, alitamani kupata mtoto. Kuna mtu wa Mungu anaitwa Elisha. Elisha huwa anapita pale Shunem. Hakai anapita. Na Shunem wanapita watu wengi. Watu wengi wanapita Shunem. Na yule mama anawaona, haangaiki nao. Lakini Elisha anapopita, Biblia inasema yule mama kuna kitu kikamsemesha ndani ya moyo wake. Akasema hapana, huyu si mtu wa kawaida. Na unajua Elisha alikuwa havai mavazi ya kinabii. Wale alikuwa ajitangazi, mimi ni nabii wa Mungu. Hapana, lakini mwanamke mcha Mungu anapomwona Elisha anasema hapa kuna kitu cha tofauti. Yule mwanamke unajua alirisk. Alipomwona Elisha moyo wake ukaguswa. Na unajua ili tuweze kunufaika na divine connection, jambo la kwanza ni kuwa wacha Mungu na kuwa watu wa maombi. Mungu anakupatia macho ambayo wanadamu wa kawaida hawana. Wakati wengine wanaona mambo ya kawaida, wewe kuna kitu cha ziada unakiona. Wakati wengine wanamuona Elisha kuwa ni mtu tu, wewe utamuona Elisha kuwa ni nabii aliyebeba hatima ya maisha yako. Yule mwanamke aliriski. Alipomwona Elisha, nafsi yake ikashtuka. Akasema huyu si mtu wa kawaida. Na ili maisha yako yabadilike, ni lazima uwe na hiyo touch ya kuona mambo katika jicho la tofauti. Hata jioni ya leo, mwambie Bwana nipatie jicho la tatu. Wakati watu wanaona mambo kikawaida, Mungu akupatie maana zaidi ya maana ya kawaida. Ndicho ambacho kinatokea kwa mwanamke Mshunami. Anamuona Elisha, anasema Elisha si mtu wa kawaida. Anaenda kwa mume wake. Na Biblia inasema mume wa mwanamke Mshunami alikuwa mzee. Sasa mimi sielewi hapo. Anasema alikuwa mzee. Akaenda akamwambia mume wangu, kuna bwana mmoja huwa anapita hapa. Namuona ni mtu wa Mungu. Mbona tusimfanyie chumba katika nyumba yetu?
tumtengenezee na kitanda. Ni riski. Mwanamke unaenda kumwambia mume wako, mwanaume mgeni usiyemjua awe analala nyumbani kwenu, aliriski, lakini it was worth it kwa sababu alikuwa na macho ya tofauti. Na unajua alipofanya vile, Biblia inasema Elisha, tena sio Elisha peke yake, na mtumishi wake anaitwa Gehazi, wakakaribia nyumbani kwa yule mama. Wanapopita hawaendi kulala hoteli, wanalala nyumbani kwa mwanamke Mshunami. Wanapata chakula wanakula, wanapata maji wanaoga, wakakaa vizuri. Na Elisha hakumdisappoint yule mama. Unajua hii dunia ya leo pia unaweza kumfungulia mtu mlango nyumbani kwako ukaishia kujuta kwamba hivi nilianzaje. Lakini basi yule Elisha hakumdisappoint yule mama. Elisha alikuwa mtu mwema. Na wanapozungumza na Gehazi chumbani, Elisha na mtumishi wake wanaongea, wakisema huyu mwanamke mbona ni mtu mzuri, lakini ana shida gani? Wanaulizana. Mama alikuwa tajiri, kama ingekuwa leo labda alikuwa anakaa Masaki, alikuwa na magari mazuri. Wanaangalia labda nyumba analibangaloli zuri. Sasa ana shida gani? Wakaulizana sana. Baadaye wakaona huyu mama ni sawa, ana mume, ana mali, ana kila kitu, lakini hana mtoto. Bwana asifiwe. Nini kinapungua katika maisha yako? Tulipokaa hapa hamna mtu aliyekamilika na vyote. Huyu ana jumba, ana magari, hana mtoto. Mwingine ana watoto, tena wanakujaga tu, wanakuja hata hawaombi, wanakuja, lakini ana matatizo mengine. We una afya, mwingine hana afya. Kila mmoja ana upungufu wake hapa. Mwanamke Mshunami ilikuwa ni mtoto. Kilichomfanya apate mtoto ni nini? Ni kutambua miunganisho ya kiungu. Alimuona Elisha, na Elisha akamwambia mwanamke yule, majira kama haya mwakani utamkumbatia mwana. Na kweli yule mwanamke alipata mtoto. Unajua, baada ya muda Elisha alitambua uhitaji wa ndani wa mwanamke huyo kutokuwa na mtoto, na akaanza mchakato wa kiroho uliovunja ukimya wa miaka mingi ya maumivu. Umekuwa na ukimya gani wa miaka mingi ya maumivu? Nini limekuwa hitaji lako? Kwa neno la kinabii mwanamke yule alipata mtoto. Lakini kilicho muhimu zaidi sio mtoto pekee, bali ni kwamba Mungu alionyesha kwamba destiny connections mara nyingi huja kwa njia ya huduma ya kawaida. Kukaribisha, kuheshimu na kutambua uwepo wa mtu sahihi katika wakati sahihi. Hii inafundisha kwamba kuna watu unaowahudumia leo bila kujua kuwa wao watu wana funguo za kesho yako. Na pia kuna watu wanaoweza kukuingia kama wageni, lakini ndani yao kuna ujumbe wa kubadilisha historia yako. Ninapomaliza somo hili niseme sasa kwamba, wapendwa, changamoto tulizo nazo majibu anayo Mungu, lakini wakati fulani Mungu huwa anawatumia watu, na ni vile hujakutana na mtu sahihi. Utakapokutana naye changamoto hizo zitaisha. Mwanamke Mshunami ilibidi akutane na Elisha, akapata mtoto. Naaman, jemadari wa jeshi, alikuwa mkoma, alikuwa na pesa, lakini anapata wapi afya? Ilikuwa ni lazima akutane na binti mjakazi. Kupitia binti mjakazi, Naaman akapata uponyaji. Yesu mwenyewe alibeba msalaba. Msalaba ulimlemea, anaanguka, amechakazwa na mijeredi. Yesu anataka kwenda mbele, anashindwa. Yesu ilimhitaji akutane na Simoni Mkirene. Simoni Mkirene akamsaidia Yesu kubeba msalaba, akaenda Golgota. Hata nawe unamhitaji Elisha wa maisha yako. Hata nawe unamhitaji binti mjakazi atakaye kuletea uponyaji. Hata na wewe unamhitaji Simoni Mkirene wa maisha yako. Na Simoni huyo yupo. Jambo moja muhimu pia ni kwamba wakati unamhitaji Simoni Mkirene, fahamu pia kwamba wewe pia ni Simoni Mkirene kwa mtu fulani. Sijui kama naeleweka. Kama umeelewa punga mkono wako hewani. Walionielewa, Bwana asifiwe. Wakati mwingine tumejisahau. Wewe hapo ulipo umebarikiwa. Jamani, haleluya. Wewe ulipo hapo ni solution ya tatizo kwa mtu fulani, ila tu hujajua. Na wakati mwingine hauweki uzito.
Wewe hivyo ulivyo, unasema mimi ni maskini, sawa. Mimi sijui ni mwanamke, sawa. Mimi sijui ni mzee, sawa. Hivyo hivyo ulivyo, wewe ni suluhisho la matatizo ya mtu mwingine. Wewe ni Simoni Mkirene kwa mtu mwingine. Wewe ni Elisha wa mtu mwingine. Kwa hiyo unapomwomba Mungu akukutanishe na mtu sahihi, ile divine connection, pia kuna watu Mungu anawakutanisha na wewe, usiwafukuze, watendee wema. Bwana asifiwe. Unapofanya hivyo, you are attracting good to yourself. When you do good to others, you are attracting good to yourself. Unapowatendea mema wengine, unayakaribisha mema kwako wewe mwenyewe. Kwa nikutie moyo mtoto wa Yesu jioni ya leo, wema wowote unaoweza kuufanya kwa mtu fulani, ufanye bila kusubiri, fanya. Kwa kufanya hivyo unabarikiwa pia. Mimi wanasema kufanya wema ni sawa na kufua nguo. Unapofua nguo, lengo ni nguo zitakate, na kweli nguo zinatakata. Lakini unapofua nguo zikitakata, na mikono yako pia inakuwa mizuri, inakuwa misafi, inakuwa milaini. Unapowatendea wema wengine, you are attracting that good to happen to yourself. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Wapendwa, wiki yote tunamlilia Mungu na hatima zetu. Sio hatima zetu peke yetu, hata hatima za watoto wetu. Kuna watoto shetani ameharibu hatima zao. Tumeangalia siku ya Jumatatu, tukaona vile ambavyo kwa sababu shetani anajua Musa amebeba uongozi, amebeba baraka. Shetani anataka kumuua Musa akiwa mtoto mdogo, amezaliwa. Farao anasema watoto wa kiume wote chinja. Anatafutwa Musa, na sio Musa, kinatafutwa kilichomo ndani ya Musa. Watoto wako pale, kuna watawala pale, kuna viongozi pale, kuna wachungaji pale, kuna watu wa maana. Ni wajibu wetu wazazi kumwomba Mungu alinde hatima za watoto wetu, na shetani waga anataka kuzipiga mapema. Mungu ashukuriwe, alilinda hatima ya Musa. Weka kwenye kisafina, meenda juu ya maji. Mungu alihifadhi hatima ya Musa. Hata Yesu mwenyewe tumeona pia hatima yake iliwindwa. Anapozaliwa tu, Herode anasema watoto wa kiume wote chinja. Hamna hatima njema shetani anaifurahia. Hatima njema yoyote ni tangazo la vita kwa shetani. Kwa hiyo jioni ya leo, katika mwendelezo wa hatima, destiny, Mungu atusaidie sisi wenyewe, atukutanishe na watu sahihi. Tumeona wale connectors hivyo. Nimesema kwamba unamhitaji mtu tu mmoja ili upande cheo. Unamhitaji, kuna mtu mwingine hata hapa anatibiwa ugonjwa wa uponi, hujakutana na daktari sahihi. Ukimpata dokta sahihi, atakutibu na utapona mara moja. Wakati mwingine ni daktari wa hospitalini, wakati mwingine ni daktari wa mitishamba. Atakupa majani, utakula, utapona. Yaani kabisa unahangaika na jambo fulani, kuna mtu mmoja siku ukikutana naye, your problem is solved, imeisha. Nimewahi sema hapa kisa hiki, labda niseme ninapomaliza, muda umekwenda. Nilisema hapa tu, niliseme tena. Mama yangu mimi alistaafu kazi, na alipostaafu kazi anakaa mkoani. Mimi ndio kijana wake, niko Dar es Salaam. Nilikuwa namfuatilia mafao. Zamani zile palikuwa na mifuko mingi ya hifadhi ya jamii, sijui PSSF, NSSF, palikuwa na PPF, palikuwa na mifuko mingi. Sasa nimeanza kuzunguka, naenda huku naambiwa mama alianzia kazi alikuwa anachangia mfuko huu, baadaye akahamia mfuko huu, nenda mfuko huu, naenda ule mfuko mwingine. Nikienda pale naambiwa alichangia mwaka fulani mpaka mwaka fulani, kutokea hapa michango yake ilihamia mfuko fulani, naenda huo mfuko mwingine tena. Nikazungushwa mji huu mpaka nikaenda kusemelea. Kulikuwa na mamlaka inaitwa SSRA, ilikuwa ni regulatory authority. Nikaenda, jamani wananisumbua. Ndio wale watu wakapiga simu kwenye mfuko mmoja wapo, nikaenda na pale nimeenda nikasumbuliwa. Napanda gorofa ya 7, nenda gorofa ya 2, nenda gorofa ya kwanza, rudi nyumbani, njoo kesho, nakuja tena kesho, nasumbuliwa. Muda umepita mpaka nataka kukata tamaa. Ni mpaka siku moja nilipofika kwenye ile ofisi, nikamfuata bwana mmoja, simjui hanijui, nikajitambulisha, nikamwambia mimi ni mtoto wa mama fulani. Huyu mama amestaafu muda mrefu, hajapata mafao. Nimekuja hapa Mark Times siku zote. Yule bwana akanihurumia, akaingia kwenye kompyuta yake, akaangalia, akasema mbona mambo yote yako wazi,
Kwa nini wanakusumbua? Yule bwana akawa mkali, akasema mbona wamekusumbua bila sababu? Akaingia kwenye kompyuta, nikamwona ameandika vya kuandika, nikamwona ameprinti, akaniambia nenda nyumbani, njoo kesho. Nilipoenda tu kesho yake, haikupita muda mrefu, mafao ya mama yalitoka. Baada ya zaidi ya miezi 6 ya kuhangaika bila tumaini. Yule bwana nilimshangaa, maana alinifanya kama mtoto wake. Akawa anawagombeza wale wafanyakazi wengine kwa sababu yangu, anawafokea, akanipambania. Na mama alipopata mafao alishukuru, akaniambia mwanangu, yule bwana aliyetusaidia, naomba chukua kaka hela, kamwambia asante. Nikamwambia mama sawa. Nikachukua kale kabahasha mama amenipa, nikaenda kwenye ile ofisi. Unajua nilipofika nikauliza namtafuta mtu fulani, nikaambiwa huyo mzee ameshastaafu, hakuwepo tena, hata namba yake ya simu sikuwa nayo. Ile bahasha nikabaki nayo mkononi, nikarudi kwa mama, nikamwambia mama, yule mzee nimeambiwa ameshastaafu. Kwa nini nisiamini kwamba alikuwa ni malaika Mungu alimleta kunisaidia? He helped me, and after helping me he disappeared. Alipotea. Yuko malaika wako mahali fulani, namwomba Mungu akukutanishe naye. Changamoto zetu zote majibu anayo Mungu, lakini kuna wakati Mungu anapitia watu. Mungu akukutanishe na watu sahihi. Wewe mfanya biashara, Mungu akutendee wema katika biashara yako. Wewe mfanya kazi, umekaa cheo kimoja siku zote, labda unaambiwa wewe ni kama gari ambalo limetoka kubeba jeneza. Wewe hujabeba jeneza. Bwana asifiwe. Hujabeba jeneza. Mungu tupate watu ambao watatusemea vizuri, kama yule mnyweshaji, kwamba bana kuna Yusufu kule jela, ni mtu mwema. Na nikwambie kwa neno hilo moja maisha yako yatabadilika. Jioni ya leo, pamoja na kumwomba Mungu mambo mengine, mwambie Mungu, I want to reach to my destiny. Mwambie nataka kufikia hatima yangu, na nipatie namna ya kufikia hatima hiyo. Wakati mwingine nimesema asubuhi, anaweza kaja hata mtu anakukorofisha, mtu likorofi, linakukorofisha, linakusumbua ili utoke kwenye comfort zone uende kwenye destiny yako. Mimi sikuwa na kisima nyumbani, nilikuwa nachukua maji kwa mama mmoja anatusambazia maji mtaani. Yule mama kuna wakati aligeuka kuwa sio mtu mwema. Mara amekata maji, mara amefanya hivi, nikakasirika. Na kwa sababu ya makasiriko hayo, hata kuna kahela sijakapangia bajeti, nikasema nitachimba kisima. Kuna mtu hapa mwenye nyumba anakunyanyasa, anakufokea kama mtoto. Hiyo ni alert kwamba mama, hangaika pata nyumba yako, utapanga mpaka lini? Maybe Mungu anakuambia inatosha. So wakati mwingine mshukuru tu Mungu. Hivyo yanakuja mavitu, Mungu anakupush utoke hapo, maana wewe sio akupanga maisha yako yote. Mungu anakupush katika namna ngumu. Destiny helpers wanakujaka katika namna ya upole, wakati mwingine wanakuja kama watu wakorofi, lakini wote wanakusukuma ufikie hatima yako. Jioni ya leo Mungu atusaidie tufike mahala Mungu alipotukusudia tufike. Usife hivyo ulivyo. Siku tutakapokufa, tufe tukiwa watupu, tumefanya yote ambayo Mungu alipanga tuyafanye. Jamani, haleluya. Ni hasara kuzikwa chini na kuna mahali Mungu alitaka ufike na hujafika. Mungu anakuangalia, anasema hii ni hasara. If you die empty. If I die, I should die empty. Nife nikiwa nimefanya yote Mungu alioniita kuyafanya. Yote ambayo Mungu alikusudia niyafanye. Hata Mungu anatabasamu, anasema lakini huyu mwamba hapa amepumzika, ila amefanya sehemu yake kwa uaminifu. Kama kulikuwa na mahali pa kufika ulifika, kulikuwa na nyimbo za kuimba umeimba, kulikuwa na manyumba ya kuishi umeishi, kulikuwa na biashara za kufanya umezifanya, umefanya Mungu aliyokuandikia. It's a waste kuondoka na resource ambazo Mungu ametupatia. Atusaidie Baba tufikie hatima ambazo alikusudia tuzifikie. Kama kuna namna shetani ametudhulumu, ametuzilia, ashindwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ikiwa unasema Mungu wangu, najua sijafika kwenye hatima yangu, sijui ni kwenye engo ipi, mimi sijui. Of course kesho tutaomba kwa maana ya hatima zilizopooza, lakini basi jioni ya leo
Mungu tumuite atutendee wema. Kama ndio tamanio lako na ombi lako, unasema Bwana nisaidie nifikie destiny yangu nzuri. Wimbo namba 13 Mzee Mkundi, kinanda kinapopiga, niombe watoto wa Yesu tuje hapa mbele wote, tuje tuongee na Mungu wetu. Tuje hapa mbele, wazee wa kanisa mliopo, njoni kwenye masanduku hapa, tumuite Bwana katika ibada hii ya jioni ya leo. Wimbo namba 13 tuimbe tu kwa furaha tukimuita Bwana katika ibada. Njoni mbele wapendwa, njoo mbele hapa kabisa tunapoenda kwa sala katika jioni ya leo. Umetuahidi kwamba wawili watatu kwa jina lako wakija, utawabariki. Sogea kwenye carpet hapa, tusogee mbele, tukanyage carpet hapa. Twapiga magoti nyumbani pako, Yesu, je kwetu utubariki. Yesu, je kwetu uwe karibu. Beti la mwisho, uje utawale sauti zetu, nyimbo nazo sala uziagize, imani izidi ikamilike, pendo liwe safi na njia nuru. oh Yesu, Yesu, uje kwetu utubariki. Yesu, uje kwetu uwe karibu. Dada Joyce Jafet, naomba usogee hapa mbele. Tutaenda kwenye magoti, dada Joyce ataomba na mimi nitaomba. Tutakuwa tunahitimisha ibada jioni ya leo. Twende kwenye magoti yetu, nong'ona na Mungu wako, mweleze mahitaji ulionayo na Mungu ni mwaminifu, atafanya. Mzee Lubeji asogea hapa mbele pia, tuguse masanduku haya tunapoenda kwenye sala na maombi jioni ya leo. Yesu, uje kwetu utubariki. Yesu, uje kwetu uwe karibu. Mtakatifu, 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 Mungu mkuu, Baba wa milele, Mungu muumbaji, Mungu uliyeumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Wewe ni Mungu unayetupenda, Mungu uliyeupenda ulimwengu
ukamtoa mwanao Yesu Kristo akaja kufa kwa ajili yetu sisi tulipokuwa tumekutenda dhambi, tumepotea, hatukumbuki hata kurejea kukuomba msamaha. Upendo wako ni mwingi kwetu Baba. Katika masaa haya ya jioni tumekuja kama tulivyo, kama ulivyotupenda Baba, tunanyenyekea miguuni pako. Tumekuja na mizigo yetu ya dhambi, tutue, tusafishe, tuoshe, tutakase kwa damu ya mwanawe Yesu Kristo, ili tufae kusimama mbele zako. Tufunike kwa vazi la haki ya Kristo, tuweze kufaa kuliitia jina lako masaa haya ya jioni. Mungu mwema, tunayo shukurani. Tuna shukurani katika mioyo yetu kwa mambo mengi ambayo umetutendea. Baba mwema, pokea shukurani za kila mmoja aliyepiga magoti jioni hii ya leo. Lakini pamoja na shukurani tumekuja na mizigo yetu. Baba, akiwepo mgonjwa katikati yetu, mponye. Akiwepo mgonjwa kule nyumbani tumemwacha, Baba tembea ukamguse na kumponya na kule mahospitalini. Lakini kuna mmoja amekuja hapa, uchumi wake umeyumba. Uchumi wake umekuwa mgumu na hawezi hata kueleza. Baba mwema, jioni hii ya leo, hebu tunapotoka magotini hapa asiwepo mhitaji, kwa kuwa wewe Baba yetu ni Mungu ambaye vitu vyote vinavyoonekana na sivyoonekana ni vyako, na nchi na vyote vijazavyo ni mali yako. Na sisi umetukomboa tu watoto wako, watoto wa mfalme, hatutakuwa wahitaji. Tumekuja mbele zako tukiwa na furaha, maana umetupokea kama tulivyo na unaenda kuturithisha pamoja na wewe. Baba, tunakaa miguuni pako jioni hii tukiwa na mioyo ya shukrani, maana mizigo yetu na shida zetu tumezitua kwako, na wewe umeahidi lolote tutakaloliomba kwa jina lako Mungu utatutendea. Sasa jioni hii tutendee Bwana, kila mmoja moyo wake uliye mzito na mzigo aliokuja nao, mpokee na ukatutendee kwa utukufu wa jina lako. Baba wa mbinguni, hebu tufanye tukawe mguso kwa mtu fulani. Yawezekana umetuweka kwa ajili ya mtu fulani. Hebu Bwana, katika masaa haya ya jioni tusaidie destiny yetu, tuweze kutambua ni wapi tulipungua, ni wapi tulienda kinyume, ni nani ambaye alitakiwa kuwa wa kututoa hapa tulipo. Hebu Bwana, katika somo la jioni ya leo utufanye tukatambue hivyo, na yule ambaye anatakiwa kutusababisha tutoke katika ile kona ambayo tumekuwa muda mrefu pasipo kutoka, jioni hii ya leo Mungu wa mbinguni tutoke tukiwa na shangilia, tukijua ya kwamba hakika Mungu umekwenda kututoa katika shida zetu, katika matatizo yetu na katika kila namna ambayo tulishindwa. Sasa tunajikabidhi mkononi mwako, tutakapokuwa tukitawanyika, nenda na kila mmoja wetu, utufunike kwa damu yako, lakini utupatie imani iliyo imara, imani thabiti, imani isiyotetereka, ambapo tutakuamini ya kwamba haya tunayoyaomba na hata yale ambayo hatukujua kuyaomba lakini ni mahitaji yetu utatutendea na kuzidi kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu tumekuomba, amina. Baba mwema, mtoto wako ameomba, nami nakubaliana na yote aliyoyaomba kwako jioni ya leo. Tumekupigia magoti kwa sababu wewe Mungu unastahili. Hatuna mwingine isipokuwa wewe. Kwenye masanduku haya kuna machozi ya watoto wako. Yesu, pangusa machozi hayo. Kuna sadaka za shukrani, pokea sadaka hizi. Hatuna mwingine wa kumwendea isipokuwa wewe. Hata ukichagua kunyamaza, bado utakuwa Mungu kwetu. Tunakuita Mungu jioni ya leo, tusikie. Kuna mama yuko hapa amelia machozi muda mrefu. Muonekanie katika hitaji lake. Baba, mama, mtoto, kijana, wote katika mahitaji yetu, Bwana onekana katika njia zetu. Twende wapi kama si kwako? Wenzetu kuna mahali wanapata msaada, sisi tumekataa. Msaada wetu ni katika wewe. Tuhurumie Bwana jioni ya leo. Kuna mtu hapa amedhalilika muda mrefu, atadhalilika mpaka lini? Kuna mtu hapa kila akienda kulala usiku mto wake unaloa machozi, analia kwa sababu ya mambo anayopitia. Wewe ndiye baba kwake. Yesu, tenda jioni ya leo. Leo katika Jumatano hii, ikiwa kuna mtu mahali fulani duniani atabarikiwa na kupata majibu ya maombi yake,
mtu huyo basi atoke katika kundi hili Bwana, ifike mwisho. Tumejifunza pia jioni hii ya kwamba wakati fulani hatima zetu zimedorora, hata wakati mwingine hatujakutana na watu sahihi. Tumezungukwa na watu ambao kazi yao ni kutusemea mabaya. Bwana, wewe hebu fanyika mtetezi wetu. Kama ambavyo wanaotuchukia wameinuka, tuinulie ambao watatupenda, watakao tusemea mazuri, ili makusudi yako katika maisha yetu yatimie. Tunajua kabisa makusudi yako hayamtegemei mtu ili yatimie. Basi Bwana, tengeneza njia zetu, tufungulie milango, tuletee watu sahihi, kama ilivyokuwa kwa Yusufu, kama ilivyokuwa kwa Esther. Alikutana na Mordekai, Mordekai akawa sababu ya Esther kushamiri. Walete kina Mordekai katika maisha yetu Bwana, kama ambavyo ulimleta Boaz kwa Ruth, walete kina Boazi katika maisha yetu. Tunaamini katika nguvu zako, hatujakata tamaa na hatujachoka kuamini. Kuna mtu yuko hapa ni mgonjwa, mponye Yesu. Mwingine anauguza. Yesu, mahali popote mgonjwa alipo, leta uponyaji wa kweli. Wanaotafuta wachumba, Bwana wapatie. Wanaotafuta kazi, Yesu wapatie kazi. Wengine hawana amani kwenye nyumba zao, Yesu leta amani. Wengine tu wana machangamoto ambayo hata mimi siyajui. Bwana, wewe unajua kusoma mioyo yetu. Wakati huu watoto wako wananong'ona kwako changamoto walizo nazo, sikia toka mbinguni Yesu. Sikia jioni ya leo sauti za kimya kimya zinaponong'ona nawe Bwana katika maombi haya, sikia na utujibu. Asante kwa sababu Yesu, maombi haya yameleta tofauti kwenye maisha yetu. Hatukuja hapa kupoteza muda, wala hatukuja hapa kama kasumba. Tumekuja na tunaamini tumekutana na wewe Mungu wetu wa mbinguni. Asante kwa kusikia. Asante kwa sababu Bwana umejibu. Asante kwa sababu umetupatia shuhuda. Asante Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana, naomba niongoze njia yako iwe wazi kwa Basi hapo ndipo tumefika mwisho wa ibada yetu jioni ya leo. Bwana aendelee kuwatendea mema tunapoelekea majumbani, tuende kwa amani ya Bwana. Karibuni tena asubuhi kwa ajili ya ibada ya Magomeni Sunrise Blessings, na wewe ambaye umetufuatilia online, Mungu na kubariki sana. Tunakualika tena kesho asubuhi uweze kuungana pamoja na sisi. Basi mpaka hapo, asanteni sana media team na wote ambao wamekuwa nyuma ya kamera, pamoja na walio katika control room. Mungu na wabariki sana, na tukutane tena asubuhi. Mpaka hapo, Bwana azidi kuwa pamoja nasi. Asanteni.